na kama ndio mteri. Paul Mukanirwa ndiye mchungaji ama reverend pasteur kwa sasa wa kanisa Sepake namba 8 misioni ya Minova, aliyeteuliwa na viongozi wa jimbo wa wilaya ya district ecclesiastique ya Goma. Amepewa madaraka ya kuongoza kanisa kuu la Minova ama misioni ya Minova. Ilikuwa ni hii Jumapili ya tariki 27 mwezi wa 4 mwaka 2025 mbele ya Wakristo, ujumbe mbalimbali toka Goma, Bukavu pia na wachungaji wa makanisa jirani, memba za SSC walioshiriki kwenye ibada hiyo ya uteuzi wa mchungaji mpya. Paul anakuwa mchungaji wa kanisa la Minova katika district ecclesiastique ya Goma. Hii imetokea kisha kumpoteza mchungaji mwandalizi wa kanisa hilo kutokana na ajali iliyojitokeza tariki 4 ya mwezi wa 10 mwaka 2024 kwa ajali ya meli Merdi iliyosababisha vifo vya watu wengi kuweza kupoteza uhai kwenye ziwa Kivu. Naye mchungaji wa Noga Birali ndiye aliweza kugombolewa na Mukanirwa Paul Muka baada ya kanisa hilo libaki kuwa na msimamizi miezi 7. Nyuso za Wakristo zilijaa na furaha na shangwe kuona maombi yao yametimia na kujua ni kwa nani watakuwa wakipeleka shida zao. Na langu Furaha Muliri Chantal, ninaitwa tena Mama Charmante. Shukrani yangu ni ya mingi tena tu sana, juu tumemaliza miezi 7 tuko bayatima, lakini kwa leo mtoto wetu mwenye tulikuwa tunangoja kwa hamu leo tumempata. Tunasema jina la Bwana libarikiwe. Tukashie wote tushimame kwa imara, hakuna mwenye mkwaze au kuleta vya huku na huku. Shie wote tumuunge mkono kwa safari ya kwenda mbinguni. Jina langu ni mchungaji Mambo Bienda Ale, msimamizi wa kanisa la UTM Sepake Kalungu, mtoto wa Minova. Nikuwa kwetu ni furaha kuona tulimpoteza mzazi na Mungu ametupatia tena mzazi mwingine. Kuwa tunashukuru shirika letu kwa kuona wamejiimplike kwa hatua zote kusudi sikukuu ya leo iwezekane, na tuna moyo wa furaha na washukurani kwa Mungu ambaye pia amewezesha hii siku ya leo ifanyike, sifa zimrudilie. Sisi kama vile watoto wa Minova, sisi kama vile kanisa ambalo limezaliwa na Minova, tunaahidi kabisa kumuunga mkono mzazi wetu katika hatua zote. Tutashirikiana, tutahimizana, na tunachomtakia ni kuwa hekima, unyenyekevu na moyo mkuu, maana kuongoza watu inaomba moyo mkuu, inaomba kabisa moyo wa hekima. Tumefika hapa katika huduma zetu za kawaida wakati tunateua makanisa. Nashukuru kanisa la Minova, baraza la wazee na Wakristo, sababu mpango ambao waliopanga ulikuwa mpango mzuri, au kuchukua muda mrefu, mambo ya sasa. Ni kwamba watumike bega kwa bega na mchungaji ambao tunawaachia, wamsikilize na mchungaji mzuri ahudumu kanisa kwa sababu. Ndio yetu ni kwamba asikilize sauti ya Mungu, maana anaposikiliza sauti ya Mungu anaweza kufanya vizuri. Na mengine mchungaji ambaye mtangulia kwa ameacha miradi mbalimbali, natazamia kwamba ile miradi apate kufikisha kwa ukomo, na au na ushirika na Wakristo au na ushirika na Mungu na waongozi wa shirika. Furaha yangu ni kubwa, natia kwanza furaha yangu mbele za Mungu aliye hai ambaye ameruhusu jambo hili litimilike. Nasema Mungu apewe sifa, na furaha yangu kubwa ni kuona tena kanisa letu, shirika letu wote kwa jumla kabisa, hata community na society yote kabisa waliunga mkono na kusudi Mungu atimize jambo hili. Neno moja kwa waamini wote. Waamini wote nawaambia kwamba Mungu awabariki na kuwatakia maisha mazuri na kuwapa ulinzi tena. Napomba ulinzi, Mungu ulinzi tena kwa nchi yetu Kongo, sababu baraka zote zinafuatana na ulinzi. Nawaahidi kama vile Mungu ametuteua zaidi sana tutumike katika kiroho
na zaidi sana tuwe baraka kwa kanisa na tuwe baraka tena kwa mji na kwa jimbo letu lote na kwa nchi yetu Kongo, tuwe baraka kabisa, na tunaamini Mungu atatutia nguvu na pamoja na nyinyi nyote tutaweza yote. Amen. Okay, mzee marehemu Guillaume Rwanoga Birali persona alikuwa bangu wa kiroho na tulitumika naye kwa kweli na haki, na jua mwenendo ambao aliendea ile ndio tenda nayo, lakini miradi yote tunaamini pamoja na Mungu hakuna yenye itakufa, kwa sababu watu ni wale wale na ni project zake ndio tutaendelesha, kwa sababu mimi ni mtoto wake. Kuongezea tu ni kushukuru tena Mungu wa mbinguni ambaye amefanya leo. Tulimuomba mvula isinyeshe na ikunyesha, tulimuomba jambo lipitie kwa usalama na lipita kwa usalama. Tuna moyo wa shukrani kwa ibada ya leo, ona ndizi imepita kwa amani. Mimi ninaitwa Reverend Pastor Bahati Lubao Christophe, niko mzee katika wazee wa SEPAC na kwa Minova, kwa sababu mimi nilitumika hapa mbele niache Rwanoga. Nilikuwa hapa tangu 2009 nikatoka na 2018, na Mungu akaniongoza niweke watumishi wengine. Mimi nazeeka na komala, ninafanya niache vijana watumike. Sherehe ya leo ninaona kama Mungu angali ananipenda, sababu ile dosie ya kuacha watu nyuma yangu mimi niende kwa retreat, niacha mzee Rwanoga, na kuhama kwake ilikuwa sawa mshtuko, tulishindwa tutafanya nini, lakini tunashukuru Mungu kwa ushuhuda wa leo kuona kama wale watumishi ambao tulitumika nao zamani na wale ambao Mungu anataka tuwaongoze kwa kazi wameteuliwa tena. Kijana Reverend Pastor mpya Paul Mkanirwa ameteuliwa, na tulikia kusherehekea kusudi amgomboe mwenzake mwenyewe tuliacha hapa Papa Rwanoga. Alafu tunafurahi kuona kundi na umati wa watu na mji wote unataharuki kwa ajili yake. Alafu ili natufurahisha na inatuonyesha kama tuko katika mapenzi ya Mungu kuendelea kumtumikia mpaka mwisho. Hata kufa tunaweza kuwa tayari kumtumikia kwa Yesu. Tunaendelea kuomba Mungu atusaidie kanisa lake yote, awe ushirika pamoja na wengine, pamoja na viongozi, pamoja na kanisa na wazee wenzake wote ambao wanatumika nao, kusudi wakati tunafika mwisho twende tuone mshahara ambao tunawekewa mbinguni kwa baba yetu. Mheshimiwa representant wa 8e SEPAC, Mheshimiwa délégué régional wa 8e SEPAC, Mheshimiwa président de district wa 8e SEPAC, waheshimiwa wachungaji wa kanisa zote za 8e SEPAC, waheshimiwa na viongozi wa makanisa dada, waheshimiwa viongozi wa serikali kila mtu kwa cheo chake, waheshimiwa wazee wa makanisa, baraza ambalo tunaongoza, tunasema amjambo. Mimi mchungaji Mkanirwa Paul ninayo moyo wa shukrani mbele za Mungu muumba wa mbingu na dunia kwa kutufikisha siku ya leo, siku ambayo imependeza Mungu niteuliwe kuwa mchungaji wa kanisa la 8e SEPAC Minova. Tunashukuru viongozi wa shirika letu na liishi milele 8e SEPAC kwa hekima kubwa walioitumia ili kusaidia kanisa kwa kutekeleza mpango huu. Tunashukuru pia baraza la wazee wa kanisa hili pamoja na Wakristo wote wa kukubali na kutupa nafasi ya kuwa kiongozi wa kanisa hili. Wapendwa, kama vile mnavyofahamu, kanisa hili limepita mjangwa kubwa, machozi mengi, pepeto kubwa la imani ambayo lilikuwa le 3 Oktoba, ambapo merdi ilitupoteza watu wengi, pea sona baba wa kiroho
mchungaji Rwano Babirali, ambaye kwangu alikuwa baraka, ambaye kwangu alinifundisha mambo mengi ya uongozi wa kanisa na kuingia na kutoka. Nasema roho yake mchungaji ilale mahali pema poponi. Ninasema pia soname baba mzazi ambaye ni Pierre Chinyabuguma, ambaye amefanya posho mbili na amefariki. Nina ahidi kuongoza kanisa, na kuongoza kwa kanisa hili tutaliongoza ni kwa Roho Mtakatifu. Mafundisho, kuonya mioyo, kurejesha waliorudia nyuma, kutekeleza mipango ya miradi ya majengo na vingine vyote ambavyo Roho Mtakatifu atatujalia neema. Ninawaomba viongozi wa shirika, baraza la wazee na Wakristo wote kuniunga mkono kwa kurahisisha kazi ya Bwana, maana mimi mwenyewe siwezi kuweza. Wanasema mkono moja ipige ngoma. Tusaidiane, tunahitaji mashauri yenu, tunahitaji kuongozwa kwenye tumeharibisha, mtushaurie na tuko tayari kusikia mashauri. Kwa shirika lote msitusahau kwa kubeba kazi ya Bwana mbele. Kwa kumaliza, tunatoa shukrani kwa wote waliotushiriki katika mkutano huu na wote waliotuunga mkono kimaombi, kimashauri, kipesa na kivitu kwa kurahisisha mpango huu. Mungu awabariki. Niishi shirika letu la WTM Sepake, niishi makanisa zetu za WTM Sepake na zote za SSA na za Uamsho, waishi viongozi wote wa serikali, waishi wazee ambao wote Mungu alitupa kwa kuongoza, waishi milele. Aishi mama mzazi Petronila na Bakazi, Mungu ampe maisha na jamaloti. Amen.